Bakari bin Yusuf Mtopelwa, yeye inshallah atakuja hapa kwa ajili ya makaribisho kwa wageni wetu inshallah. Karibu Sheikh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi uli shurafa wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake na mapenzi yake juu yetu leo ametufikisha katika lengo ambalo yeye alitupa fikira tulifikirie na tukalipanga kwa uwezo wake, na leo tukafika mahala ametutimizia ahadi ambazo yeye Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Ndugu zangu Waislamu, tumefikwa na Sheikh wetu Nuruddin. Sheikh Nuruddin, tulipofikwa na watu ambao walio tofauti na sisi, baada ya kutukwaza, tulimuomba Sheikh Nuruddin afike hapa kwetu kwa ajili ya kuja kutusaidia, kwa sababu sisi elimu yetu haikufanana na watu wenzetu waliyekuja nayo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua itapokuwa nyinyi hamtambui. Kwa kuwa elimu ambayo waliyekuja nazo wale ambao wenzetu sio elimu tuliyokuwa nayo sisi, tukabidi tumueleze Sheikh Nuruddin. Sheikh Nuruddin kwa ajili ya kuheshimu Uislamu na kuthamini maneno ya Mwenyezi Mungu na kujali Uislamu namna ulivyo na namna gani unavyoteketezwa katika maisha haya, akaona kuna budi lazima nifike. Lakini pamoja na hapo alikuwa na udhuru, akatutumia vijana wake. Walifika katika nchi yetu au katika kijiji chetu, na alhamdulillah walifanya kazi ambazo walizotumwa na Sheikh Nuruddin. Leo Sheikh Nuruddin Mwenyezi Mungu amemwezesha, amekuja. Kama tulikuwa tunamsikia, leo tumuone. Sasa nakuombeni Waislamu wenzangu, tutulie, tuwe na heshima kubwa na tusikilize nini alichotuandalia Sheikh Nuruddin kutufikishia katika mji wetu wa Muhoro. Kwa hiyo Sheikh Nuruddin, karibu. Alhamdulillah, kabla ya Sheikh Nuruddin kupanda katika mimbari hii na kuzungumza na Waislamu, kwanza atatanguliwa Sheikh Nuruddin na Sheikh Abdullah Masawe. Ni miongoni mwa wahadhiri maarufu kabisa ambao ameambatana nao Sheikh. Yeye atatangulia kwanza kuzungumza na sisi Waislamu wa Muhoro, na baada ya Sheikh Abdullah Masawe kitakachofuata inshallah nafikiri ni yeye mwenyewe Sheikh Nuruddin. Kama tulivyosema, ratiba yetu itakuwa fupi sana. Kwa hiyo inshallah kwanza nimkaribishe Ustadhi Abdullah Masawe. Karibu Sheikh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma nasit وعلمني ما جهلت برحمتك يا أرحم الراحمين. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. Ndugu zangu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamsifu sana ndani ya Qur'an
mpaka akasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa ni rehma kwa viumbe wote. Lakini pia akafikia kumweleza akasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, imekuwa nyinyi waumini kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja kwake ni kigezo chema kabisa cha kujifananisha naye. Ndugu zangu Waislamu wa maeneo haya ya Muhoro, kabla ya kuja shekhe wangu, si wadogo wadogo huwa tunapewa amri kwamba anza kuongea, basi tunaanza kuongea. Kwa hiyo shekhe amenitaka niongee, kisha baadaye ataongea yeye. Kwa inshallah, na ni moja katika kusaidiana kazi ya da'wa, maana takriban karibu lisali zima shekhe ameongea khutba, kama si lisaa basi dakika 40. Kwa hiyo wakati mimi naongea angalau nusu saa atakuwa amepata muda wa kupumzika kidogo, tuseme inshallah. Ndugu zangu Waislamu, mpaka nakaa katika nafika maeneo haya sijajua nitazungumza nini, maana kila nikiangalia nizungumze nini na watu wa Muhoro sipati jibu. Lakini ghafla tu nimesimama hapa, Allah subhanahu wa ta'ala ameniwafikisha jambo moja. Jambo lenyewe ni kila mmoja wetu huwa linatuhusu na linatugusa. Tutaizungumza ndugu zangu Waislamu surati al-Fatiha. Tunaelewana ndugu zangu Waislamu? Tutaizungumza suratul al-Fatiha. Unaposema tutaizungumza suratul al-Fatiha, kila mtu anapata tafsiri katika kichwa chake vile alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Na niseme kikazi kimoja, hata kama mtanipa masaa mawili hayatatosha kuizungumza suratul al-Fatiha. Wallah. Lakini kwa kuwa na sisi tunatakiwa turudi kule na ikiwezekana magharibi, kama itawezekana tuwe kule kwa sababu Isha tuna majambo ya kufanya. Kwa hiyo tutafinya muda ili kuweza, yani kufinya na sharhe yake ili kuweza kuwai majambo yale. Ndugu Waislamu, surati al-Fatiha ni sura ya kwanza katika Qur'an, na si sura ya kwanza kushuka. Ni sura ya kwanza katika Qur'an, ambapo ukifungua Qur'an ukurasa wa kwanza utakutana na surati al-Fatiha, kisha wa pili utakutana na surati al-Baqara ambayo imeanza na alif lam mim dhalikal kitab, kisha al-Imran, kisha an-Nisa, kisha al-Maida, kisha An'am, kisha A'raf, kisha Anfal, kisha Tauba ila akhir suwar, mpaka katika sura zingine. Ndugu Waislamu, kwa nini nimependa dakika hizi chache tuzungumzie surati al-Fatiha? Surati Fatiha ni moja katika nguzo za sala. Ala khilaf al-ulama, kwamba baadhi wanaona nguzo ziko 17, wengine wanaona ziko 14. Kutokana na khilafu, wengine wamejalia 80 katika kila nguzo nayo ni nguzo, kwa hiyo ikatokea khilafu hapa. Sasa kwa kuwa surati al-Fatiha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema asiyesoma surati al-Fatiha hana swala mtu huyo. Hivyo kama ni nguzo kubwa katika miongoni mwa nguzo za sala. Tunakubaliana? Waislamu, mbona mnakuwa mnaangalia kama vile simba amemkamata mnyama anamla? Tunakubaliana? Kwa kuwa basi ni miongoni mwa nguzo kubwa, basi
nataka tu nguzo hii tuibebe kidogo katika mikono yetu. Mnasemaje inshallah? Ndugu Waislamu, surati al-Fatiha ina majina mengi. Al-Fatiha ni miongoni mwa majina yake. As-Salah ni miongoni mwa majina yake. Ar-Ruqya ni miongoni mwa majina yake. Ummul Kitab ni miongoni mwa majina yake. Ummul Quran ni miongoni mwa majina yake. Sab'ul Mathan ni miongoni mwa majina yake. Si tunaelewana vizuri? Haya yote ni miongoni mwa majina ya surat al-Fatiha. Ndugu Waislamu, surat al-Fatiha ina maneno, yani kalima 25. Kalima kwa maana ifuatayo. Ukisema alhamdu ni kalima, lillahi ni kalima, rabbi ni kalima, alalamin ni kalima, arrahmani ni kalima, arrahim ni kalima, maliki ni kalima, yaum ni kalima, ad-din ni kalima. Kwa hiyo ukizihesabu hizi kalima utakuta surati al-Fatiha ina kalima 25. Angalia tafsiri al-Azim Ibn Kathir amezungumza kwa upana maneno haya. Lakini vile vile surati al-Fatiha ina herufi, kwa maana ya herufi kama vile alfabet. Herufi alif, lam, mim, hizi ni herufi. Ina herufi 113 surati al-Fatiha. Ndugu Waislamu, sitaki kuingia huko ni uwanja mwingine mkubwa ambao unahitaji darsa na la watu maalum. Bismillah ni aya katika surati al-Fatiha au sio aya katika surati al-Fatiha? Hii ni darsa kubwa sana ambayo si chini ya siku 7 kuzizungumzia jambo hili. Lakini tu kwa mukhtasar tuizungumze surati al-Fatiha kama surati al-Fatiha. Ndugu Islam, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kila mmoja katika sisi katika sala yake haiwezi kutimia bila ya nguzo hii. Hivyo nikuulize swali, ni muhimu sio muhimu? Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi ya Abi Huraira, hadithi al-Qudsi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه. kutoka kwa Abi Huraira, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qal, Mtume anasema qala Allahu azza wa jal, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, idha qala al-abd, anaposema mja wangu. Na hili ndugu zangu Waislamu ndio ujue tofauti ya Uislamu na dini zingine. Uzuri wa Uislamu dhidi ya dini zingine, msamaha wa Uislamu
dhidi ya dini zingine, upendeleo wa Uislamu dhidi ya dini zingine. Sikiliza vizuri Muislamu wa Muhoro, usibabaike na wanaokuja kupiga kelele. Usibabaike na kusema njoo uokoke. Hakuna kuokoka. Kuokoka wapi? Angalia Qur'ani 484, Mungu anasema nini? Atakayeepushwa na moto, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila aljanna, yoyote atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljanna, sio adakhala aljanna, wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi, faqad faz, huyu atakuwa amefuzu, bimaana ameokoka. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu wenye kuokoka na maisha ya duniani na kesho akhera insha Allah. Kwa hiyo wasikutishe hao. Surat al-Fatiha inakutosha wewe Muislamu wa Muhoro. Uzito wa sura hii unakutosha wewe Muislamu wa Muhoro kujivunia ndani ya Uislamu wako, kujivunia dini yako, kujivunia kitabu chako, kujivunia mtume wako, lakini pia kujivunia kwamba Uislamu ndio dini ya haki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatangaza katika hadithi al-Qudsi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi al-Qudsi ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio Qur'an. Yani uwezi ukaja msikitini kisha ukaswali ukasoma sura al-Fatiha alafu ukaswali kwa maneno ya hadithi al-Qudsi ukasema ni maneno ya Mungu kwa hiyo naswali, ukasoma kama sura. La, ni maneno lakini sio ibada. Katika ibada ya sala hatuwezi kuyaingiza. Si tunaelewana vizuri? Kwa hiyo kuna hadithi al-Qudsi na kuna hadithi an-Nabii sallallahu alayhi wasallam. Sasa Abi Huraira radhiyallahu anhu, ndugu zangu Waislamu, tukimtaja sahaba miongoni mwa maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima tumtakie radhi. Nilikuwa juzi nimemuomba shekhe wangu kwa masikitiko makubwa na huzuni kubwa, baada ya kupitia kitabu kimoja nikasoma neno moja tu la Abi Huraira, kwamba ni sahaba aliyepokea hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takriban karibu hadithi 1400. Nilikuwa ofisini kwa shekhe nikaangalia anacho kitabu kinazungumzia hadithi al-Qudsi 40 cha Sheikh Aid al-Qarni, nikaangalia hadithi ya kwanza mpaka ya 40 zote ni mpokezi ni Abi Huraira. Kwa hiyo nikamwomba shekhe, nikamwambia moyo wangu ili utulie niandalie khutba itakayemzungumzia Abi Huraira. Nadhani insha Allah shekhe atalikubali hilo, na akifika hapa insha Allah atawaambia kwamba kalikubali au kalikataa. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi hii, hadithi al-Qudsi, anasema idha qala al-abd, atakaposema mja wangu alhamdulillahi rabbil alamin mahma kan fi sala wa ghairi sala, popote atakapokuwa, akiwa katika sala akasoma surati al-Fatiha, akiwa nje ya sala akasoma surati al-Fatiha. Sikiliza mjadala au hiwar au majibishano baina ya Allah na yule anayesoma hiyo sura. Allah anasema mja wangu akisema alhamdulillahi rabbil alamin, yani sifa zote njema zinamstahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa viumbe wote, Mola ambaye ameanza kufungua kitabu chake kwa bihamdi, faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya msomaji kusoma hivi, Allah anamjibu anasema hamadani abdi la ilaha illa Allah. Ukisema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakujibu hamadani abdi, kwamba amenishukuru mja wangu. Ndugu Waislamu,
Mwenyezi Mungu mwenyewe awe anatambua kwamba wewe umemshukuru. Sio jambo kubwa. Hebu angalia 254 Mungu anasema nini? Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Subhanallah. Fadhkuruni adhkurkum, nikumbukeni. Ish natija ya Allah baada dhikrillah? Nini natija? Nini matunda baada ya kumtaja Allah, baada ya kumkumbuka Allah? Adhkurkum, nami nitawakumbuka. Masala haya hayapatikani kinyume na Uislamu. Asikubabaishe yule anayekuja akafunga macho akasema patate na basheke na bature, maneno ambayo hayaeleweki. Asikubabaishe. Sikiliza vizuri ndugu Muislamu. Idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, anaposema mja kumwambia Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu shukurani zote ni za kwako wewe, Mungu anasema hamadani abdi, amenishukuru mja wangu. Na ndugu Waislamu, na ndio maana nilisema sura hii tukitaka kuifafanua inabidi tuchukue muda sana, na hisi atakumaliza, labda nifanye ikhtisari ya hali ya juu, kwa sababu ukija katika uchambuzi wa neno moja moja, alhamdu ndo nini, lillahi ndo nini, rabbil alamin ndo nini, ni jambo kubwa sana. Mathalan Firaun katika surati Shuara alimuuliza Musa, wama rabbul alamin, wewe Musa unadai kuna Mungu wa viumbe wote, ni yupi huyo Mungu wa viumbe wote? Musa akamjibu, Mwenyezi Mungu ni yule aliyeumba mbingu na akaumba ardhi na vyote vilivyomo. Lakini haya ni kwa wale watu wenye yakini kabisa, wenye kulitambua hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya hii ya kwanza, mwanadamu anajibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba Mungu anatambua kwamba wewe umemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha katika hadithi al-Qudsi ikaendelea, Mungu anasema wa idha qala al-abd, na pindi atakaposema mja wangu Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, mja wangu akasema Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa rehma, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kurehemesha, Mwenyezi Mungu mwenye kuwarehemu, mwenye kuwapa, mwenye kuwasaidia wema na waovu hapa duniani, Mwenyezi Mungu mwenye kuwaneemesha na mwenye kuwarehemesha wema tu kesho akhera. Mwanadamu akatamka maneno haya Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema athna alayya abdi, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allah anatambua kusema kwako hivyo. Allah anasema hakika mja wangu amenisifu, amenipa sawa sawa sifa yangu. Narudia kusema maneno haya uyapati isipokuwa ila umekuwa Muislamu. Neema hizi huzipati isipokuwa umekuwa Muislamu. Allah anasema wa idha qala al-abd, mja wangu anapoendelea kusema maliki yaumiddin, Allahu akbar, kwamba huyu Allah maliki yaumiddin ndio mfalme wa siku ya malipo. Allah anasema majadani abdi, hakika mja wangu amenitukuza upeo ambao ni sahihi kabisa, kwamba mie ndo mfalme wa siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu,
siku ya malipo. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anaeleza kwamba ni siku yenye kutisha. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ila akhir alaya. Ni siku ambayo mtu atamkimbia mwenzie, baba atamkimbia mke, mke atamkimbia mume, mama atamkimbia mtoto. Mtoto ambaye kambeba mimba miezi 9, akisikia harufu ya marage anatapika, akisikia harufu ya wali anakimbia, anataka muogo mbichi, anataka kitu kadhaa, anataka pilipili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj, sura 22, Allah anasema siku hiyo, watara an-nasa sukara wama hum bisukara walakin adhab Allahi shadid. Utaona watu hali ya kuwa wamelewa, hali ya kuwa wajalewa, isipokuwa nini? Adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, fakaifa idha jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا الله. Allah mfalme wa siku hii anatamba, anakuambia wewe na mimi, fakaifa idha jama'nahum liyawmin la raiba fi. Tega sikio, safirisha akili yako. Vipi, Allah anauliza, vipi itakuwa siku ambayo liyawmin la raiba fi, atawakusanya Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo haina shaka ndani yake. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kila kisha mtu atalipwa kwa kile alichokichuma, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kudhulumu. Vipi, fakaifa idha jama'nahum liyawm, vipi itakuwa siku hii? Allah akiongea jambo liwe kubwa, huwa anatanguliza sifa zake au anachelewesha sifa zake. Ndio maana akasema, baada ya kueleza maneno yake akasema, qulillahumma malikal mulki, sema Mwenyezi Mungu ndo mfalme wa wafalme. Kwa nini Mwenyezi Mungu anaunganisha aya hii na aya hizi? Kwa sababu jambo lenyewe la mkusanyiko linahitaji nguvu ya hali ya juu. Wafalme wote, takataka zote za duniani zitakusanywa siku hiyo. Wa wufiyat kullu nafs ma kasabat wa hum la yudhlamun, na kila nafsi italipwa kwa kile ilichokichuma, hali ya kuwa Mwenyezi Mungu hana sifa ya kumdhulumu mtu. Ndugu Islam, tukisema tusimame Maliki yaumiddin tutafika magharibi. Qala subhanahu wa ta'ala, wa idha qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwanadamu atakaposema iyyaka na'bud, wewe tu Mwenyezi Mungu ndio tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, wewe tu Mwenyezi Mungu ndio tunakuomba msaada. Mwenyezi Mungu anasema, hadha baini wa baina al-'abd wal 'abdu ma sa'al. Hii ndiyo nusu yangu mimi na baina ya mja wangu, na mja wangu atapewa kile alichokiomba. Ndugu Islam,
Kwa nini Mungu anatanguliza kusema maneno haya? Kwa sababu Abi Huraira anatupa habari, mtume mwanzo anasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema qasamtu as-sala baini wa baina al-abdi nisfaini, nimeigawanya swala. Na swala hapa kwa maana hii surati al-Fatiha, sawa, miongoni mwa majina yake ni as-sala. Wanazuoni wanasema miongoni mwa majina yake ni as-sala kutokana na hadithi hii. Kwa hiyo mwanadamu itakapofikia akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah anasema hadha baini wa baina al-abd, hii sasa ndio kikomo changu mimi na kikomo cha mja wangu, na mja wangu nitampa lile analolitaka. Allahumma ja'alna minhum ya rab, Allahumma ja'alna minhum ya rab. Mja wangu nitampa, na hii ndio mgawanyiko baina yangu Allah na baina ya mja wangu, na mja wangu nitampa kile anachokiomba. Nini anaomba mja? Na hapa panahitaji mazingatio makubwa. Sikiliza maombi. Tunasema nini? Ihdina siratal mustaqim. Sawa si sawa? Kuna imamu siku moja amewahi kukaa msikitini akasema ihdini. Yupo? Na akitokea kitakachomtokea sio bakora. Imekuja kwa swigha ya jamu, haikuja kwa mufrad. Imekuja ihdina siratal mustaqim. Ya Rabbi, tuongoze katika njia iliyonyoka, sio niongoze katika njia iliyonyoka. Hii inaonyesha kwamba Uislamu ni dini ya umoja na usawa. Ikiwa katika sala zetu tunaswali tunasema ihdina siratal mustaqim, makundi ya nini katika Uislamu? Huyu anamchukia huyu, huyu anambughudhi huyu, huyu anamkera huyu, huyu ampendi huyu. Alafu tunasema ihdina siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hana sifa ya kubadilisha jambo katika vifua vya watu mpaka watu wenyewe wabadilishe katika nafsi zao. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqim. Ndugu zangu Waislamu, nahofia muda kwa sababu kuna mambo ya kuchambua hapa, lakini nahofia muda. Allah mwanzo anasema tumeigawa sala, nimeigawa sala baina yangu, sio na baina ya waja wangu, ya mja wangu. Baini wa baina al-abdi, mimi na mja wangu nusu mbili. Huku Allah anaonyesha umoja, huku katika maombi yenyewe tunaonyesha wingi. Kwa nini? Ni masala marefu haya. Basi tunamwomba nini Allah subhanahu wa ta'ala? La kwanza atuongoze katika njia iliyonyooka. Tumwombe Mwenyezi Mungu pia atujalie tuwe miongoni mwa njia iliyonyooka. Njia ipi ya Rabbi? Siratal ladhina an'amta alayhim, ni njia ambayo ya wale uliowaneemesha juu yao. Wapi hao? Minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada, miongoni mwa manabii na mitume, wasadikishaji na mashahidi waliokufa katika vita vya Uislamu. Kwa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia hiyo. Ndugu zangu Waislamu, siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim, sio ya Rabbi, sio ile njia ambayo ya wale uliowakasirikia, wala dhalin, na ya wale waliopotea. Wapi hao? Miongoni mwao al-yahud wan nasara, ni mayahudi na nani? Na Wakristo. Sasa mja anaposema hivi, Allah anamjibu haulai lilabdi, haya mambo manne aliyoomba mja wangu ni ya kwake yeye, wal abdu ma saal, na mimi mja nitampa kile alichokiomba.
Umeelewa umuhimu na uzito wa sura hii kwa mukhtasar? Umeelewa sura hii inahitaji kuwaunganisha Waislamu? Umeelewa sura hii nini faida ya kuisoma? Umeelewa majibu anayekujibu Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi wewe usiyesali utapata wapi dua hii na maombi haya? Vipi wewe ambao muda wako wote unapoteza kuangalia mpira, wenzako wanasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe unashangilia kwamba goli limeingia? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu ndugu zangu Waislamu kabla hamjahesabiwa. Ndugu Waislamu, niseme kwa mukhtasari mkubwa kabisa. Nichukue fursa hii sasa, kwa kuwa muda wenyewe unatufinya, kumkaribisha ndugu yangu Sheikh Nuruddin Muhammad Ahmad al-maarufu Kishki, ambaye nadhani nyuso za wengi waliosimama hapa wanasema huyu Mchaga atamaliza saa ngapi? Maana Mchaga na dini wapi na wapi. Mshazoea mkisikia Masawe Mchaga unajua anauza kitimoto huyo. Kitimoto si mnajua Waislamu? Yaani nguruwe. Au anauza pombe, sawa? Lakini Mchaga huyu siye. Inshallah tumwombe Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka. Hivi sasa Sheikh Nuruddin Abu Ibrahim wa Abu Ismail, in shi'ta faqul Abu al-Anbiya, basi ni wakati wako wa kuongea na Waislamu wa Muhoro. Lakini pia ningekuomba uhakikishie kwamba insha Allah utamzungumzia Abi Huraira. Falyatafadhal. من يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu Waislamu wa Muhoro, Muhoro wa maadraka ma Muhoro, Muhoro sio kwa Wapogoro. Muhoro hatuyakuta mgogoro, lakini watu wa Muhoro ni kiboko kwa kiporo. Ndugu zangu, nina furaha isiyokuwa na kifani, kwa sababu Muhoro ni mara yangu ya kwanza mimi na timu yangu nzima. Tulikuwa tukiishia hapo Nyamwage, na mwaka jana tulipitiliza kabisa, tukakata masafa takriban kilomita 1400 kuelekea Msumbiji. Najua kwa hamu yenu, kwa kiu chenu, siku moja haiwatoshi, lakini insha Allah huu utakuwa ni mwanzo mzuri. Muda huu uliobaki ni ishi nanyi na aya moja iliyokuja katika sura ya pili Al-Baqarah, aya ya 208, ambayo anwani niliyoijenga kutokana na aya hiyo, anwani inasema: Waislamu wa Muhoro, ingieni katika Uislamu mzima mzima. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wala
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ni wito wa Allah takriban zaidi ya mara 88 mpaka 90. Allah amewaita waumini, Waislamu, wafuasi wa Qur'ani, wafuasi wa Mtume Muhammad. Hivi leo ndugu zangu, ukiitwa, ukinadiwa na mzazi wako, mzazi anakuita ya Ali, ya Fatima, ya Maryam, we Ali we, utasemaje? Mzazi wako anakuita, unaitika uitiki? Akiitwa mtoto wa kike hal kadhalika ataitika. Sasa Allah ametuita takriban mara 90 ndani ya Qur'ani tukufu, lakini kwa bahati mbaya wamekosekana wenye kumwitika. Bahati mbaya wamekosekana wenye kutega masikio yao wakasikia miito mbalimbali ya Mola wao. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, yani Waislamu mlioamini. Wangapi wameamini katika uwanja huu? Aliyeamini mkono juu, asiamini mkono chini. Allahu akbar. Na mimi nilikuwa nikitarajia hivyo kuwa Mohoro 99% ni wafuasi wa Mtume Muhammad. Anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu fi silmi kafa, ingieni nyote katika Uislamu wazima wazima. Yani kuweni Waislamu barabara, kuweni Waislamu 100%. Msiwe Waislamu nusu nusu, msiwe Waislamu mguu ndani mguu nje. Jisalimisheni kwa Mola wenu. Ndipo katika sura ile ile Al-Baqara anampigia mfano baba wa imani, baba wa tauhidi, baba wa aqida, baba wa manabii, baba yetu Nabii Ibrahim alayhi salam. Allah anasema waman yarghab an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu, na ni nani jamani anaikataa kufata mila ya Nabii Ibrahim? Si mwingine isipokuwa yule ambaye ni mpumbavu wa nafsi. Yoyote anaikataa kufuata mila ya Nabii Ibrahim, huyo ni mpumbavu wa nafsi. Kisha Allah kasema walaqad istafainahu fi dunya, ama hakika tumemteua, tumemchagua Nabii Ibrahim hapa duniani. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, na hakika yake akhira atakuwa katika kundi zuri kabisa la wema wenzake. Idh qala lahu rabbuhu aslim, kumbukeni Ibrahimu alipomwambia Mola wake. Kumbukeni Mola alipomwambia Nabii Ibrahim, jisalimishe kwa Mola wako. Ewe Ibrahim, jisalimishe kwa Mola wako. Ewe Ibrahim, ingia katika Uislamu mzima mzima. Ewe Ibrahim, ingia katika Uislamu moja kwa moja.
Ndipo Ibrahimu naye akaitika wito ule, akasema qala aslamtu lirabbil alamin, naye akasema ya Rabbi, najisalimisha kwako na kujikabidhi kwako, naomba uwe shahidi, mie nimeingia katika Uislamu mzima mzima. Ndugu zangu, kwa nini nimeleta aya hii iliyotusisitiza na kutuhimiza Waislamu tuingie katika Uislamu mzima mzima? Tushikamane na Uislamu moja kwa moja, tusiwe wafamaji. Waswahili wanasema mfamaji haishi kutapatapa, haachi kutapatapa. Upepo wowote ule wa kibatil usikuyumbishe kama Muislamu. Naam, kun kaljabal lianna aljabala la tahuzzuhu rih. Ndio, kuwa kama jabali. Nani amepata kuona kimbunga kinatikisa jabali? Lakini kimbunga kinatikisa bendera au? Tusiwe bendera fata upepo. Idha rihu malat mala haithu tamilu. Tathmini inaonyesha si hapa Muhoro, hata huko nilikotoka mimi Dar es Salaam, jiji la gharama, haliishi kuhamahama, watu wake hawaishi lawama. Wengi wetu Uislamu wetu ni wa kubip. Kuna muumini wa aina mbili upande wao. Aliyookoka ni yule aliyoingia mzima mzima, si ndio? Asiokoka ndo yule mguu ndani mguu nje. Mguu ndani mguu nje tuko wengi mno, ambapo mtu leo yuko tayari kuuza utu wake, Uislamu wake, dini yake, Mola wake, Qur'ani yake, mtume wake, kwa ajili tu ya jambo dogo la kidunia. Hivi hujawahi kusikia binti wa Kiislamu anabadili dini kisa kapata boyfriend wa kiume, boyfriend wa Kikristo ambaye anataka kumwoa? Hamjawahi kuona mabinti zetu anaacha dini yake kwa ajili ya mapenzi? Anakwambia mapenzi ni maradhi. Babu we, mapenzi ni maua, popote huchanua. Popote huchanua, mpaka motoni inachanua vile vile. Tumekuwa wepesi wa kuacha dini kwa ajili ya dunia. Anaacha dini yake ya Kiislamu, dini yake ya haki, dini yake ya asili, kisa kapata mwanaume anataka kuolewa. Yani yule mwanaume ana thamani kuliko dini yake. Yani yule mwanaume ana thamani kuliko Mola wake. Yani yule mwanaume ana thamani kuliko Mtume Muhammad. Vile vile nirudi kwa vijana. Zamani nilikuwa nikidhani masharo baro wako mjini, mpaka Muhoro masharo wapo. Uongo? Na yeye akipata kabinti ambako sio Muislamu, unanipenda kweli? Badili dini. Kwa ajili yako mie bwana niko tayari kufanya chochote. Nimkose Mungu, nimkose mtume, nikose Firdaus, nikose Qur'an, nikose kila kitu kwa ajili yako niko tayari. Hamjawahi kusikia? Tena kuna baadhi anajifanya kidume, anasema hapana, kila mtu abaki na dini yake, tukafunge ndoa bomani. Yaani hapo unajiona Muislamu sana hapo. Huu ni mfano mdogo tu nimetoa.
Mifano iko mingi wenzetu namna walivyokataa kuyumbishwa kutoka kuacha mafundisho, mila, desturi, tamaduni za Uislamu na kufuata za wenzetu. Tazama tunavyopigwa vita leo. Maeneo ya Waislamu yanapelekwa mambo chungu nzima ambayo hayana miguu wala kichwa. Unaweza kushangaa rusha roho pia ikapatikana Muhoro. Unaweza kushangaa kabisa. Sasa watu wote wako bize. Ama sio kama haukuwa mkulima utakuwa mfugaji. Sasa wewe rusha roho. Umerusha roho za watu wote huko kuja kutumaliza na sie huku. Wewe ukisharusha roho tena kuna uhai hapa. Tushakufa. Wanakuja kuwakamua mpaka kijijini pesa za mazao mwape wao. Rusha roho. Rusha kifua. Tazama vijana wetu wamebaki Waislamu majina tu. Ukija kwa mabinti rusha roho. Nitadumu naye kwa nguvu za Manani. Maneno yao haya methali shetu tunasikia. Make baadhi wanashangaa, Shekishki Mzaramo, Mwarabu, mbona anaongea sana maneno yote haya? Mie naishi Temeke, TMK. Nasikia kila kitu. Jamani, haya magari si yanapita na matangazo barabarani na pia nitie pamba sikioni nisisikie? Sintagongwa na magari mie. Inshallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tuseme amin. Si wanapita naona mafumbo, tarabu yote majungu. Tarabu yote majungu, maneno ya kutupiana tu. Udaku, umbea. Inshallah. Ndugu zangu, angalia leo siku moja, unajua unapokuwa kwenye foleni za magari Dar es Salaam kama unavyofahamu, gari la tarabu limeshakodiwa pickup kubwa, wameweka wenyewe speaker zao kubwa kabisa, wanapiga. Sasa ukishakuwa uko ndani ya gari tena pale uache gari yako ukimbie? Hata ukipandisha kioo wakati mwingine unasikia tu zile kelele mpaka unajiuliza, huyu alikuwa juu ya speaker, huyu kweli huyu hawezi kufa kwa pressure huyu? Mimi nilikuwa mbali nasikia natetemeka. Muona bwana? Analeta nani yake, anasema hivi, mie na wangu, wewe na wako, ya nini kufatana? Majungu hayo. Kale dada zetu wanavyoharibiwa. Kama unaweza mtie kamba mumeo. Mbuzi, mwanaume atiwe kamba? Buzi langu nakwenda kulichuna. Maneno haya tunaharibiwa dada zetu. Wakajua magonjwa kina mama. Na leo ukisema tu kwamba kuna mchango mambo ya Kiislamu, wanawake wote maskini hawana hela. Ngoja roho ije hapa. Si fulani kope, fulani nyusi aje hapa. Utashangaa huyu mwanamke katoa wapi anaanza kutunza nani? Na atatunza. Njoo kwa vijana wetu. Kila mmoja ana AKA. AKA maana yake mnajua? Ana nickname, ana jina la bandia. Huyu anajiita Kanumba, huyu anajiita Sharobaro, huyu anajiita Messi, huyu anajiita tena majina wengine sio Waislamu na mwenyewe anashangilia, anajulikana kwa jina la Ronaldo. Sijapata kuona wao wakiiga Waislamu. Avae labda Kiislamu kama anavyovaa Shekishki, kiremba, koti, kanzu nyeupe. Sie ndo tunavaa wanavovaa wao. Ndio utamkuta kijana anatoa nywele zote anabakisha kibwenzi, utafikiri jogoo wa alfajiri. Sasa hii style ya kunyoa umepata wapi? Na siku hizo na style yao ile kama vile utafikiri meli fulani hivi. Yaani juu inabaki mstari tu mpaka nyuma. Utafikiri upanga vile.
anataka kumchinja mtu. Kapata wapi? Kaiga kwa mtu. Tumeletewa mtu mmoja kipindi cha nyuma, vijana wetu wote hawa wadogo wadogo akitembea na stua. Si mnajua ile vijana hawa mjui? Hapa unamwiga Mtume Muhammad Unamwiga nani hapo? Ikatoka ikaja nyingine. Usiniguse men. Usiniambie men. Sio mnavocheka mpaka muoro mambo haya hapo. Mmejuaje kama mkucheka hapo? Kidogo kidogo tunajikuta Muislamu wa jina kajitahidi sana. Muislamu yule Ijumaa tu anaswali. Sawa na asiyekuwa Muislamu naye anaswali Jumapili kwa wiki mara moja. Huyo anataka Mungu ampe riziki milo 3 kwa siku. Huyo anataka Mungu amjalie ajenge banda lake. Huyo anataka Mungu amjalie makuti kayachoka, anataka nyumba ya bati. Huyo anataka kuku wake wazaliane, auze mayai kienyeji kwa wingi. Sasa utapata vipi yote hayo wakati we mwenyewe hautaki kumtii, kumuheshimu, kumsikiliza, kutekeleza maagizo na maamrisho ya Mola wako? Ndio maana leo kama nilivyosema katika hutuba yangu ya Ijumaa, huwa nashangaa sana. Kila mwenye jambo lake la ajabu ajabu anakimbilia kuja huku kwetu. Ndugu zangu, mpaka Kumuhoro sisi sote si Wandengereko. Na rafiki yangu mmoja Sheikh wa Kidengereko, aba Shekishki, hata nyewe Waarabu wa Kristo wapo. Nikamwambia kweli, Misri wako, Libanoni wako, huwezi kumkuta Mdengereko Mkristo. Na kama yupo ni feki. Nikamwambia kweli, hata mimi nimegundua hilo. Akana basi kama umekubali hilo, Mdengereko akitajwa tu sema radhiyallahu anhu. Nikamwambia una haki ya kutamba baba. Lakini mimi nina swali langu, rakaa 2 walikopa Ikuriri hapo. Kila anakuja na zebu lake la uongo nani lazima alete kwetu sisi. Walikuja wasomea swala zote rakaa 2. Toka lini swala kuna swala rakaa 2? Alhamdulillah siku hizi nafikiri wamepungua, wametoweka. Wakaja wengine wanakuambia utume unaendelea, Mtume Muhammad sio mtume wa mwisho. Tumewapokea wako pale maeneo ya Kibiti. Kidogo kidogo hivyo. Wanakuja wengine kabisa na kwamba njoo umkubali Yesu. Mbona unakimbilia kwetu? Wamegundua nini kwetu? Ndugu zangu, lazima muwe mna maazimio. Sina maana ya kwamba atakayekuja kwenu basi chomoeni mapanga mkapigana naye. Sikusudi hivyo. Kaja mtu uwanjani kafunga spika zake, karuhusiwa kwa mujibu wa sheria za nchi, usigombane naye. Mwacheni peke yake apige kelele mpaka kozi mkauke, nyinyi jificheni ndani kwenu. Kwa mtindo huu hakuna hawarudi tena. Lakini sisi tunawatandikia, njoeni, karibuni. Na kawaida msemaji, hata mimi msemaji, nikienda sehemu nikikuta watu mmejaa kwa wingi na kuwa na nguvu ya kusema sana. Nikiwakuta mko wachache, pia hata zile nguvu za kusema nakosa. Sasa nyinyi ndio mnawapa nguvu ya kusema kwa sababu mnajaa kwa wingi. Wallahi afadhali ukaangalia mechi ya mpira kuliko kwenda kusikiza neno ambalo sio la Allah wala sio la Mtume Muhammad. Bora kaangalia mpira huko kuliko ni kusikiliza, kwa sababu mpira ukubadilishi dini wewe. Au yuko mtu ambaye kabadilisha mpira kwa ajili ya dini kwa ajili ya mpira? Udkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu mzima mzima. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, wala msiwe tayari kufata nyayo za shetani. Kwa nini? Innahu lakum aduwwun mubin, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui aliyewazi kabisa. Ndugu zangu, tunaamini ya kuwa kuna kifo. Tunaamini hivi kuna mjanja duniani anajua lini anaondoka?
tunafahamu ya kwamba tukishapelekwa kaburini kuna malaika wawili ndio watakaokuja kutufata kaburini, wakiwa kila mmoja ana rungu lake, watatukalisha kitako kaburini na kutuhoji maswali. Tunaamini hilo? Munkar na Nakir, au malaika wawili hao wakali kweli kweli. Kiingia kaburini lazima kufate tu kwenye mwana wa ndani kule. Swali la kwanza, man rabbuka, nani mola wako? Nani mola wako? Mie Manchester. Mola wako Manchester. Na kama ulikuwa duniani humwabudu mola huyu, humtaki, mashekhe wanasema, unatia kwenye sikio la kulia, unatoa katika sikio la kushoto. Almar'u ma'a man ahabba, kila mtu atakufa na kila anachokipenda na atafufuliwa na kila anachokipenda. Swali la pili, man nabiyuka, nani mtume wako? Jawabu nini? Si swali jepesi. Hata sasa hivi ukiniuliza na kujibu sawa. Kama ulikuwa duniani hufati maagizo na maamrisho na sunna na mwenendo wa Mtume Muhammad, basi ukiingia kaburini we mdomo mzito utamkana Mtume Muhammad. Swali lingine, wa madinu, dini yako ikoje? Baada ya kuulizwa haya maswali muhimu, swali la kwanza ambalo utakutana nalo, ulikuwa una swali hivi. Swali moja ni waulize, akitokea Kibosire tajiri mkubwa sana Muhoro akasema kila atakayeswali sala 5 akitoka hapo 10,000, sala 5 50,000 kwa siku, misikiti itapungua itajaa? Sasa hizi shughuli zenu mtawachia nani? Ina maana hamtolima tena Kina mama hamtotengeneza tena biashara ndogo ndogo? Maana mimi najiuliza, mtu ukimwambia kuswali nakwambia muda sina, nafanya kazi mimi, siruhusiwi kutoka kazini. Tumbo la kuhara likikupata kazini, unapewa muda kwenda msalani? Upewi? Napewa. Njaa ikikushika, lunch, muda wa mchana, mnapewa muda wa kula? Hampewi? Anakwambia tunapewa. Muda swala tu upewi. Ama kweli penye nia pana njia. Si unasingizia, nenda chooni mara moja, unachukua udhu na swali hapo hapo. Unachukua udhu, ukishamaliza unatafuta sehemu nzuri ya kuswali penye usafi na tahara, sio lazima uende msikitini. Sasa huyu anakuambia sina muda, huyu anasema sina hela, siwezi kuswali, huyu anakuambia mimi sijui kuswali kabisa, nitaswali vipi? Wakati masahaba wanapoingia katika Uislamu ni wageni, Mtume anawaambia swalini hivyo hivyo, inama inuka, utapata thawabu kuliko usiposwali. Na utajua umo utajifunza lini wewe kama ujui, kama hutaki kuingia mule ndani? Kwa kweli ndugu zangu, ni mtihani mkubwa sana. Qur'ani inasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum, okoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na waokoeni ndugu zenu na nini?
naran, na moto. Naran, wanawachuoni wanasema naran imekuja kwa tanwini ya nakira, manake naran la mada laha, la yaarifu wus'aha wala taqataha wala quwwataha. Ni moto ambao hakuna anaujua ukubwa wake, uzito wake, ukali wake, upana wake isipokuwa Allah. Jamani, tujiokoe na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ni kuswali sala 5. Miongoni mwa alama za kiyama, katika zile alama 10 kubwa kubwa kabisa, kuna mnyama atatoka, mnyama mkubwa sana, hakuna mfano na hana mfano. Mnyama yule atakuwa anapaki misikitini, nje ya misikiti. Akipiga mguu mmoja hapa, katoka Muhoro kashafika Saudi Arabia, mguu mmoja tu. Ana uwezo wa kuzungukia misikiti yote kipindi cha swala, na kila msikiti akakuta watu wapo katika kipindi cha swala. Mnyama yule kahifadhi majina ya watu. Miongoni mwa alama za kiyama, mambo yakiwa waziwazi, sasa Mungu anaonyesha ule ukali wake. Kila mmoja siku hiyo Muislamu anaswali sala 5. Hivi leo au kesho saa 6 mchana, kesho Jumamosi, Allah akasirike tu azuie jua lake, ghafla tu imegeuka kuwa usiku. Mwenye kulima utaendelea kulima? Muuza mandazi utaendelea? Muuza duka utaendelea? Mtakimbilia wapi nafikiri? Misikitini. Pale hata yule Firauni ataswali siku hiyo. Ndugu zangu, uongo? Ina maana tunajua usalama wa watu na viumbe ni humu. Wa anna almasajida lillah, na hakika misikiti yote ni ya nani? Ya Allah. Sasa kama hutaki kuingia humu ndani mpaka upatwe na balaa kubwa, subiri. Sasa yule mnyama Allah atakapoamua kumleta, siku hiyo jua itachomoza upande wa pili. Sasa hivi jua inachomezea upande gani? Mashariki. Siku hiyo kuamka tu jua inachomezea magharibi. Hata mpiga mswaki aseme, leo vipi tena jua mbona umetokea magharibi tena? Inakwenda mpaka kipindi cha adhuhuri, katikati kabisa. Ikishafika katikati ya mbingu, inarudi tena kule ilikotoka. Tayari siku imeisha, masaa 6 tu. Sasa pale ndo wajanja sasa. Pale wapenzi wa miziki, wapenzi wa tarabu, wapenzi wa siasa, wapenzi wa mipira, wapenzi wa sharobaro, pale sasa ndio itakuwa mshike, kila mmoja anatafuta mashehe. Ndio mashehe siku yote kwa na samani msikitini, kwa Mungu na kwa mashehe. Sasa mnyama yule atakuwa na wazuia watu kuingia msikitini. Ya fulani bin fulani, fulani na fulani, ana sasa hivi ndio unaingia msikitini. Sasa fikiria, ndio unazidi kupagawa. Umeona balaa la Mungu, jua limetokea upande mwingine, kufika saa 6 ikarudi tena imekuwa giza, siku ikaishia hivyo. Siku ya pili sasa kuamka, maana ishakuwa usiku tayari. Siku ya pili ile siku itakuwa ndefu kuliko siku zote. Mtalala mpaka mtaamka, mtachoka, mnaangalia saa, muda tu, lakini muda unaonekana alfajiri mengi, lakini bado giza tu. Pale kila mtu, ya Rabbi salama, ya Rabbi Mola wangu nisamee. Unakuja kuomba msamaha mwisho ukishaona ukweli, sio? Ndipo sasa siku ya 3 jua itarudi katika hali yake ya mwanzo. Ndio watu kidogo watatulia. Leo bana imetokea kule mashariki, inaonekana ni jambo la kupita tu. Sasa kuna wengine watakuwa wanaendelea kuswali siku ya 3, yani anaogopa isije kajirudia ile kitu. Kufika msikitini, bonga la mnyama, ngamia kasingiziwa, twiga kasingiziwa, anakutaja, wewe fulani, leo ndo namjua Mungu wewe. Sijui utaingia kweli, si utakimbia tena. Sasa ndugu zangu, msisubiri ya hali wakute.
Wallahi, ingieni katika Uislamu wazima wazima, ingieni katika taa ya Allah wazima wazima, ingieni katika utiifu juu ya Mola wenu wazima wazima. Msisubiri mpaka mkaugua. Kuna baadhi ya watu akiugua, ya Rabbi, nikipona nitaswali. Anakuambia na akipona ndo anaongoza swali. Ukimwambia kuswali ndio nini? Bwana utaenda motoni bwana. Kuna mtu kaenda karudi. Bwana kuna pepo na moto ndugu yangu. Sikiliza bwana. Ukishaingia peponi kwako tia na kuomea kabisa, wala usinifungulie. Unafanya masiara sio? Utaona tu. Tena wengine hawana adabu, wanakuambia mkishaingia peponi, mkipata mahindi yenu msituombe moto. Wakati Mungu anasema peponi kila kitu fresh kimeiva, hakuna kupika peponi. Peponi hakuna kupika, chakula kiko tayari. Ukitamani chakula kinakuja chenyewe. Yaani sahani inakuja bakuli na chakula, wewe uone kashika nani, imeteremka, unakula umemaliza, sijui usafi sijui nini, umedodosha punje za ubwabwa, hausafishi, inasafishwa tu. Wahudumu wa Mungu hawaonekani. Ni raha kwenda mbele tu. Hebu niambie. Afu namba mwenzio mkipata mahindi, wewe bado akizako za mahindi tu. Ndugu zangu, tubadilike. Hivi sisi mashehe tunafuata dini. Tena wengine vijana tu. Kijana wewe umetuzidi nini mimi na Masawe? Umetuzidi nini? Wewe kijana sana kuliko sisi. Ukiwaambia kwamba maana siku hizo shekhi na tabia zao, anajizesha tu. Mtoto mdogo anajizesha. Na kina mama vile vile wakijifunika tu. Ajizesha tu. Shoga mwanamke kujipamba. Tutajuaje uzuri wako bwana? Vishawishi shetani hawa. Alafu mimi huwa namshangaa Muislamu anaona aibu kufuata dini yake, kuvaa kanzu. Hakuna sheria iliyosema ukivaa kanzu kamatwe na polisi. Hamna, kuna sheria kama hiyo? Ukivaa kofia, ukivaa kiremba, mtu anaona aibu. Binti wa Kiislamu vaa kobe, mie nitavaa kila nani lakini juba siwezi. Kwa nini? Joto. Lakini jahannam kuna joto zaidi. Qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun. Waambie moto wa jahannam una joto zaidi lau wangelijua. Mtachekwa mie. Anayetembea nusu uchi haogopi kuchekwa. Unaogopa kuchekwa wewe, unajifunika mwili mzima. Ndugu zangu, alama za kiyama alizotuelezea mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, Mtume Muhammad. Alama za kiyama zote zile ndogo ndogo tayari tunasubiri zile alama 10 tu kubwa. Ndio jua kutokea upande wa pili, alama za ajabu tu. Alama nyingine mnyama kutokea, anawasemesha watu, anawazuia msikitini, anawatisha. Alama nyingine Nabii Isa kuteremka. Alama nyingine kuna viumbe wa ajabu wanaitwa Yajuj wa Majuj, wako nyuma ya bahari hao. Wamefungiwa kwenye kizingiti, ukuta mkubwa sana uliojengwa na Dhulqarnaini kama ilivyokuja katika suratul Kahfi. Wanatafuna ukuta wote, wanamaliza, nabakisha kipande kimoja, nasema kesho tunatoka sisi. Kesho kuamka na ukuta umejirudia tena. Mpaka watakaposema kesho insha Allah tutatoka, tutamaliza. Watakaposema insha Allah tu, watakuta kile kiporo kimebaki, hawana kazi kubwa, watakimalizia. Mmoja wao wamefungiwa ndani miaka na miaka, wana njaa kupita kiasi. Mmoja wao ana uwezo, wako nyuma ya bahari, ana uwezo wa kuyanywa au kunywa maji ya bahari yote, na akahisi kanywa kama maji kiasi cha kikombe cha kahawa. Wa nyuma asema haya matope, kama kulikuwa na bahari hapa, hajui mwenzio ndo kamaliza bahari yote wa mbele. Sasa wale wanakuja atafuna nyumba, yani nyumba kubwa kama hili, msikiti mkubwa kama huo, anatafuna kana kwamba amekula kipande cha karanga na hajashiba. Dunia nzima unaweza kumeza.
wanakuja kutafuna watu, Yajuja wa Majuja hao wanatisha vibaya sana. Kila ambaye anaswali sala 5 na mwabudu Mola wake, Allah atawaletea aina fulani ya ngazi, watakuwa katikati mbinguni hewani, kila wakiruka kufikia hivi hawapati. Tunabakisie wabishi, mabichwa ya maji, wagumu kusikia, tutatafunwa kweli kweli siku hiyo. Ndugu zangu, tuswali kabla hatujasaliwa. Wallahi asiyeswali hana khairi, asiyeswali hana baraka, asiyeswali hana urafiki na Mungu, asiyeswali hapendwi na Mungu. Sote hapa sisi binadamu, Waislamu binadamu. Mwenyezi Mungu hajakuumba kuwa mende. Shukuru Mungu. Ungelikuwa mende ungekuwa nashinda kila siku chooni. Mwenyezi Mungu hajakuumba kuwa jogoo. Ungelikuwa jogoo leo ndio ungechinjwa shekishki na ungekirimiwa kula supu yako. Kakuumba kuwa binadamu, tena Muislamu. Baada ya kumshukuru Mungu, una afya zako, wewe unafikiria dunia tu. Kuna mtu siku moja kana hadithia, kamsikia mtu anasema, sijui mimi Mungu nimemkosea nini. Anasema yeye ana upendo na waja wake, lakini mimi naona mlolote. Kanichukulia mwanangu kipenzi, kanichukulia sijui mtoto nani mdogo wangu, kanichukulia nani. Mimi nimekukosea nini? Wewe Mungu kama ndio Mungu kweli, jitokeze mbele yangu hapa, mimi nikukomeshe mimi. Mkomeshe? Kakuumba wewe. Kama vipi na mimi nichukue? Njoo nichukue na mimi nimeshachoka. Subhanallah. Unamkufuru Mola wako? Akikuletea tu maumivu ya jino tu kubwa wazima utalia kama mtoto. Jino tu. Aseme tu mdudu chomoka kwenye fizi, mngate huyu. Utalia kama mtoto mdogo, jino linakuuma na uongei tena. Sikio likikuuma tu wewe hamna mtu hapo. Sasa kwa nini wewe mjeuri? Kwa nini unamkataa aliyekuumba akakuleta duniani? Utake usitake utarudi kwake tu. Wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Na utakapofariki nakwambia, haya mja wangu, umekuja kama nilivyokuumba. Nimekuumba peke yako, umetokea tumboni mwa mama yako peke yako, tena tumetoka tumboni tukiwa hatuna hata nguo moja, na utarudishwa kaburini hali ya kuwa huna nguo hata moja, unastiriwa kwa sanda tu, huna lolote. Jeuri ya nini? Nao viongozi wa dini, mashekhi ambao unawadharau leo, ndio watakao kushughulikia wakakukosha. Utakapokufa wewe, mwanamuziki hatosogea pale, mcheza mpira hatosogea pale, shehe fulani aitwe, ataitwa shehe pale. Ndio shehe pale ndio ana thamani. Shehe anakukosha, anakuvisha sanda, na ndiye atakupeka mpaka kaburini, akaingia mwana ndani akakuzika. Leo mashekhi hawana thamani. Shehe huyo ukipata matatizo unaumwa, anataka aje kuombea dua yeye. Shehe huyo ukiwa na ndoa ndio anafungisha ndoa yako. Shehe huyo ukifiwa sehemu 3 tu, ukishaisha shida yako pale, shehe hana thamani tena. Ndugu zangu, turudi kwa Mungu. Waislamu wa Muhoro, mpokeni Allah subhanahu wa ta'ala, mpokeni Mtume Muhammad, ipokeni Qur'ani tukufu, ipokeni Uislamu. Zaidi ya haya, kataa kupokea jambo lolote zaidi ya Uislamu. Akija mwanasiasa hapa na siasa zake, nyinyi mnajua. Hawatokei hapa mpaka siku za uchaguzi. Kila mmoja anakuja na maslahi yake. Asiyekuwa Muislamu anakuja kutangaza dini yake ya ajabu ajabu kwenu. Mwanasiasa anakuja kwenu. Mwanamuziki anakuja kwenu. Nyinyi msigombane na mtu, kweni watulivu, wenye amani na usalama. Dini yetu dini ya amani, sio dini ya fujo, sio dini ya kumkosea mtu. Hata asiyekuwa Muislamu hutakiwi kumkosea. Mpaka mnyama unaambiwa umuheshimu na umtendee uzuri. Mwanamke mmoja alikuwa ana madhambi mengi sana, makubwa kabisa. Amehukumiwa kuwa mtu wa motoni
Kamaona mbwa siku moja anahaha, anahangaika, anakaribia kufa kwa kiu, akamchotea maji, akampa mbwa, ameshiba maji, akaondoka. Mwenyezi Mungu kamsamehe makosa yake, kamuingiza peponi yule mwanamke. Kamtendea wema nani? Mbwa, mnyama. Sembuse binadamu mwenzio, sembuse Muislamu mwenzio, hutakiwi kumkosea mtu. Kuweni kama Mtume Muhammad, hajawahi kumkosea mtu. Wanamkosea yeye, anawasamehe, anasema ya Rabbi, wasamehe watu wangu, hawajui watendalo. Leo wewe ukimwona mbwa tu hapa heka mbwa atachangiwa na watoto wote, mawe, piga huyo, pimbe mbwa kokombo, kakukosea nini? Hata kwenda kukushtakia kwa Mungu ikiumbe mwenye roho kama wewe. Allahu akbar, Allahu akbar. Makosa makubwa. Manangu nini? Mwanangu, hivi ukijifungia, yani leo imekuwa too much. Watu hawatoshi kufanya muhadhara wao kupotosha watu uwanjani, wanakuja nyumba hadi nyumba, odi na Waislamu karibu, anatandikiwa mkeka, anakaa. Mpokee bwana. Bwana gani zaidi ya Mungu bwana? Mabe bwana wako wewe bwana. Mimi sina bwana mimi. Mimi na Mungu mmoja, hajazaliwa ana mfano wa kitu chochote. Mungu naye ananitosha, mtume ni naye, ndio mtume bora kuliko mitume wote, ndio rais wao, Mtume Muhammad. Pokea siwi Biblia. Mwambia na Qur'ani inanitosha baba. Samahani sana. Wala usigombana naye. Ama mtu anafanyia jambo lake uwanjani, msiende kumsikiliza, jifungeni nyumbani. Hawatorudi tena watu. Lakini sisi leo mtu akitokea tu na spika zake, kila moja anataka aenda kaangalia pana semwa nini. Ndugu zangu, nasaha zangu kwenu, japokuwa muda umekwenda sana, hivi sasa ni saa 10:10 na sala hapa inaonyesha ni saa 10 kamili, na kutoka hapa mpaka tuliko Dar es Salaam siku hizi kwa foleni hizi ni zaidi ya masaa 2 manake. Wito wangu kwenu, nataka inshallah siku nyingine nikija nikute kwamba vijana wamebadilika, kama kuna mzee haswali wamebadilika, kina mama, mabinti, wadogo zangu, wanangu wamebadilika, watu wanaswali. Swala tu. Ukishatekeleza swala, alhamdulillah, mshukuru Mola wako. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hawakuamrishwa isipokuwa maabudu Allah tu. Kwa nini usimwabudu Allah? Kwa nini unakataa kumwabudu Mola wako? Mjeuri. Kwa hivyo ndugu zangu, tubadilike. Wewe usiyojua kuswali, njoo swali hivyo, fatisha wenzio, kainama, karukuu, kasujudu, fata hivyo, utajua tu. Hivi Muhoro kuna bodaboda au hamna? Vijana wanaonesha bodaboda kwanza kabla ya kuendesha, alikwenda kujifunza kuendesha. Sikafahamia hivyo tu. Mara kaanguka nayo, mara kachubuka mkono, mara kaumia mguu, mara kapata ajali, mwisho kawa dereva mzuri. Si ndio hivyo bwana? Msikitini mbona unaleta vikwazo? Mpaka nisome, mpaka nijue. Njoo twajua umo. Na mwisho kabisa, ili pia tufanikiwe, si kuswali tusome dini yetu. Muhoro hapa kuna darasa la watu wazima. Hapo shekhe, wavivu tu watu, wasimuogope Mungu. Hapo sisi zawani tumefungua darasa la watu wazima. Nani anasema hakuna? Hai, baadhi wanasema hakuna. Shekhe hapa katibu wa msikiti anasema darasa lipo. Watu wavivu. Mtu baina magharibi na Isha, badala ya kwenda darasani akaokota mawili matatu, akasikiliza angalau kama msikilizaji tu, anaona tabu, anataka kukaa kwenye bao. Nimeingia kingi,
Nimekula nyumba, nimekula jiwe, wewe unaweza kula nyumba wewe? Mandazi 10 tu umalize, afu sasa kula nyumba ya mtu. Ndio mchezo unaoishia hapa, hamna magharibi, hamna Aisha. Mungu utaenda kumweleza nini siku ya kiyama? Muda wako unapoteza kwenye keram, kwenye bao, kwenye nini? Kina mama, nyinyi ndio mliompokea mtume. Mwanadamu wa kwanza kabisa aliyompokea mtume akamkubali akasilimu, wa kwanza kabisa ni mwanamke Bibi Khadija. Sahaba wa kwanza kabisa aliyekufa akaenda pepo, wa kwanza kuuawa akaenda peponi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mwanamke Bibi Sumayya. Someni dini yenu alasiri mpaka magharibi, soma dini masaa 2 kila siku, siku 3 siku 4 na kutosha, kulikoni kukaa nyumbani. Na nyie kina baba, taarifa nilionayo, baadhi yenu mnajifanya mnawivu sana, hata mke unamkataza kwenda darasani. Hapa mimi ndo nashangaa sasa. Kwa nini unamzuia? Mwache akasome, akusaidie na wewe. Atajua jinsi ya kukutunza, atajua jinsi ya kukuheshimu, atajua kila kitu, kwa sababu amesoma dini yake. Amesoma dini yake, ameelewa dini yake. Na mama ndio mwalimu wa mtoto wako. Mama akijua mtoto atajua tu. Imam Shafi kasomeshwa na mama yake mzazi, Imam Ahmad ibn Hanbal mama yake, mashekhe wakubwa ambao mpaka leo tunatumia vitabu vyao, ukiangalia mama zao ndio wamewasomesha, sio kina baba. Vipi leo na nyinyi mnakubali kurudi nyuma? Kweni mstari wa mbele. Mwe mna kile mnachokiita taalim, madarasa kina mama, mihadhara mbalimbali, nyumba hadi nyumba, mnahubiriana, mnapeana mawaidha. Mwe mna umoja wenu wa kusaidiana kidini, kidunia. Watoto wetu pia tuwasomeshe madrasa, wote wanasoma madrasa hawa. Manake mwingine ukimwambia anakuambia sina msafu, sina juzuu. Nimewaletea misafu hapa kama 280. Na kama haitoshi nitapakilia tena inshallah katika basi la akida, zitakuja zingine. Gari imeshindwa kutosha kubeba zaidi ya boksi 4. Juzuu kama 240 hivi. Mashekhe hapa, Sheikh Ali, Sheikh Nani, Sheikh Bakari, Sheikh Fadhili, mtajua jinsi ya kufanya. Wapi kama msikitini panahitajika, basi mtajua kila msikiti mpate misafu sawa kwa sawa 20 30, mingine pia katika madrasa zenu, kila madrasa wapelekewe. Naam. Nakwambia habari safari yako mzee wangu. Sasa hajamaliza. Naomba na shida tafadhali usikose tafadhali, na maswali ya muhimu ngao mgonja lakini maneno. Naam. Amin. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Naam. 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 Ya kwenda wapi? Inshallah. Inshallah. Ndugu yangu, umeona kaniombea dua nzuri. Toka nimefika Muhoro hapa kuna alioniombea dua kama huyu. Na Mungu atazipokea inshallah. Lakini ananiambia ya kuwa watoto wengine wa Muhoro sio tu mbwa, hata mie wananipiga mawe. Na anakiri, anasema mimi Mwenyezi Mungu akunijalia kuwa na afya njema 100% na matatizo kidogo, na mimi naamini wako watoto watukutu sio hapo tu, kila pahala wakiona watu kama hao wanawatania, wanawajambisha, wanawafanyia, wanawakimbiza wakiwaona. Nyie watoto kama kweli ni Waislamu,
mnampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muwaheshimu wakubwa zenu. Ndugu yenu huyu sawa na baba yenu, Muislamu wenzenu. Yeye hakujitakia kuumwa, hamtakii kumfanya hayo. Kimkosea mbwa tu utaenda motoni, itakuwa Muislamu wenzio. Nafikiri watoto mmesikia mmesikia mkusikia? Kuhusu nauli nitakupatia, usina wasiwasi. Naam. 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 Allahumma salli wa sallim alayhi. Tukani. Hamna ubaya. Na wengine sema ndio la kumsalia Mtume Muhammad. Allahumma salli. Haya, wanafukuza mnakwambia leo kuna ubaya mzee. Hamna ubaya baba. Nikisema lugha hiyo mzee wangu, na baadhi ya wengine wanaita kijana. Yeye kuna kamtu kwa moto, akikupa ile moto. Yeye kwenda kwa dhambi na mtu anakupa moto kwa baba. Hai, mimi nilikuwa sitaki kukaribisha maswali kwa sababu nyie sitaki kuwachelewesha muda wa alasiri mpaka ukatoka sana. Mimi nataka tumalize, tuombeane dua, tutakiane kila la kheri, alafu sie mturuhusu na nyinyi mbaki salama, mswali sala alasiri. Sisi wasafiri tumesha swali alasiri kipindi kile cha mchana. Tushakusanya swala. Sisi mkasema Sheikh Kishki kasema mswali yeye mwenyewe kaondoka na gari yake nduki, haja swali. Jamani, nisha swali mimi msafiri. Msafiri anachanganya swala. Inshallah. Sasa nimalize, labda nimetoa wito kwa kina baba. Jamani, jitahidini, hata kama macho hayaoni. Qur'ani haina mwisho kwamba mimi ni mtu mzima sana hapa siwezi kusoma. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anaingia kaburini anasoma Qur'ani. Mwalimu wake ni Jibril alayhi salam. Wa mama alkadhalika. Watoto hawa jamani, tutakuja kuulizwa. Mtume anasema wachapeni bakora kifika miaka 10 wakikataa kuswali na kusoma madrasa. Vijana wa Kiislamu, someni dini yenu. Umri unakwenda. Acha kukaa kijiweni. Halikadhalika wafanya biashara wa Kiislamu, matajiri wa Kiislamu. Naamini wakati nazunguka hapa, bahati mbaya mji wenu huu umenikumbusha Lamu. Lamu kwanza ili uifikie lazima uvuke bahari. Ukishafika Lamu hakuna gari ya mkuu wa mkoa tu mmoja. Kwa nilipofika tu baharini pale bandarini Lamu wameniletea punda. Mara ya kwanza napanda punda, usafiri wangu, ndio taxi yangu. Na huku tulipovuka lile daraja mpaka humu, kila nikipita mtaa sioni gari, na maana lile daraja limezuia magari kufika mpaka humu ndani. Lakini nikapata pia bahati katika kuzunguka kwangu, nikagundua kwamba kidogo kuna muamko fulani wa kibiashara. Na kila duka nikitazama inaonekana ni Waislamu wengi wanaofanya biashara. Natoa wito kwenu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mali ile sio ya kwako, umepewa tu dhamana na Mungu. Biashara sio zako. Hujawahi kusikia bilionea anafilisika, itakuwa wewe mwenye msingi wa kawaida. Ilinde biashara yako kwa kutoa sana sadaka. Mtume anasema tibuni magonjwa yenu kwa kutoa sadaka. Zimeni hasira za Mwenyezi Mungu kwa kutoa sadaka. Haipendezi leo muhoro msikiti umekwama, unahitaji mkeka au unahitaji plasta, simenti mifuko 10, akatumwa Sheikh Ali hapa au Sheikh mwingine au katibu hapa wa baraza kuu aende Dar es Salaam akaombe mifuko 10, wakati mifuko 10 kama kweli mna imani yanapatikana zaidi ya 10 ndani ya muhoro. Uongo jamani? Hakuna ambaye kaondoka na mali yake. Utaviacha tu, watagombania watoto maduka, tena watarogana kweli kwa ajili ya duka lile. Lazima ujue na wewe una haki yako maalum kwa ajili ya Waislamu wenzako. Sisi subhana wallahi mabakhiri sana Sheikh. Yaani mtu siku hizi Sheikh kuna uprofesa, jamani mashekhe sikizeni, mfuko huu kuna pesa. Mfuko huu kuna 500, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000. Tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Unakuta mtu anafinya mfuko hivi, anatafuta ile kutoa vyote hivi, anaona tabu,
anatafuta ile ndogo zaidi. Akichomoa anatoka na noti ndogo kuliko yote 500. Buku kaikwepa, buku 2 kaikwepa, buku 5 kakwepa, buku 10 kakwepa. Mpaka anajiuliza mkono wake una sumaku? Amejuaje kama 500? Mabingwa wa ubakhili. Lakini wachunguzeni, ambaye anaona roho inamuuma, anaona uchungu kutoa sadaka katika nyumba ya Mungu, kuendeleza misikiti ikapendeza. Tazama msikiti wa Ijumaa ndio msikiti wa kwanza kabisa, hata chupingi yake sasa hivi imekwisha, inatakiwa watu warenew tena rangi. Lakini angalia mtu nyumbani kwake, dakika 2 kila siku anabadilisha rangi tu. Mara kabadilisha bati, mara kaika dishi, mara kaika kitu gani TV. Hajali yeye mambo ya Mungu wala mtume. Lakini mkiwachunguza pesa zao kuna pahala wanapeleka. Kuna pahala wanapeleka kwenye kuhonga. Mabingwa kuhonga, wachunguzeni tu nye. Kwa washirikina, mtu tena kila siku anaingizwa mjini Sheikh kule kwetu Dar es Salaam hapo. Unataka kutajirika, weka milioni 5 zitazalishwa hizi zinakuwa milioni 500. Naye anaamini. Kwani wana mashine ya pesa? Kama kweli hao majini wanaleta pesa, yeye angekuwa anakaa kwenye nyumba za kawaida. Yeye sipangetuma majini yake hao kina Makata, Su Maimuna, Subiana, angewaambia nendeni mkanitafutie hela. Angekuwa anahangaika kuna nini kutibu watu. Angetuma tunendeni benki kuu Tanzania mkaniibia hela. Jini anaingia na penya anaiba na kuletea watu hawajui kama umeiba yeye. Si jini haonekani. Lakini nakwambia toka lini mganga anajiganga? Ajigange mwenyewe. Kumbe. Jamani, amkeni Waislamu, amkeni. Wallahi wasiokuwa Waislamu wametupiga bao kweli kweli. Sisi wengine tunafahamiana nao wengi kwa sababu ndugu zetu wa Tanzania wenzetu tunaishi nao vizuri. Mtu anakuambia Jumapili, chunguzeni hata katika TV angalieni. Baba anakwenda kanisani na mtoto anavalishwa suti nzuri kapendeza. Wewe mwanao kanzu kumnunulia na tabu. Mtoto anapewa sadaka yake, mama na sadaka yake, baba, kila mtu na sadaka yake. Wanakwenda pale mbele kwenye sanduku, kila mmoja anatia sadaka yake. Si pia tuwazoesha watoto kila Ijumaa tuwape shilingi 50 100 peleka msikitini, mtoto anakuwa na hilo. Mchango wao wa Jumapili moja tu mamilioni ya hela. Sisi tunajaa msikitini tukisema mchango, kila mtu kauminya hapa. Hataki. Utamaliza aya zote za Maka na Madina, shilingi haitoki pale. Ndugu zangu, ulinzi wa mali zenu nyewe wafanya biashara wa muhoro ni kuzitolea sadaka na zaka. Mtu anakuambia akisikia zaka tu anakimbilia Baresa huyo. Baresa ndio tajiri mkubwa anatoa zaka. Hata wewe. Wanawachuoni wanasema wazama hizi takriban pesa walioipigia mahesabu, ukishamiliki tu msingi unaozidi milioni 5 tu, milioni 5 na kuendelea, wewe unatoa zaka. Yeye msingeno maduka si zaidi ya milioni 5, mbona zaka hamtoi? Na Mungu anakupa kingi, anachukua kwako kidogo. Kila milioni 1 zaka yake 1025. Sasa 25 jamani. Katika milioni kutoa 25 nyingi hiyo. Sasa jamani, amkeni, kweni pamoja. Viongozi wa dini, nikupeni nasaha. Kweni pamoja. Unganisheni Waislamu. Mtakapokuwa nyie pamoja, misikiti mitatu, mashekhe, maimamu, walimu wa madrasa, mshikamane. Alafu mkaa mnamfuata moja Muislamu. Hodi tumekuja mpaka ndani. Mwenzetu wewe mbona tukuone kiswali kundi kubwa, watu 10-15 wa misikiti yote. Watu wanabadilika, akipelekewa ujumbe anabadilika, ataona aibu. Watu tumekuja kunifuata mie, watu wanabadilika. Siku ya pili natoka kwa mfanya biashara mwingine, shekhe, Mungu amekunemesha unafanya biashara. Hata mifuko miwili ulete shekhe sadaka ya msikiti kwa ajili ya madrasa, kwa ajili ya nini? Si hatutaki weka tuletee cement. Tuna shida katunulie kapeti, si hatutaki pesa. Kienda kundi zima kwa umoja na mshikamano, mtu ataona aibu, lakini kaenda mmoja tu anamdharau. Kwa hiyo ili muheshimike, kwanza nyinyi muheshimiane, mshikamane, mpendane, muwe kitu kimoja. Na mnapoamua kufanya jambo la kuokoa Waislamu wenzenu, mnakuwa pamoja wote. Kwenda kumokoa mtu, kumlingania aswali,
kumlingania mtu asome dini, kumlingania mtu asiuze eneo lake kwa wasiokuwa Waislamu, kumlingania mtu kwa ajili ya kutoa zaka na sadaka kwa pamoja inshallah. Na Mwenyezi Mungu atatusaidia inshallah taala. Nijibu swali la mzee wangu mheshimiwa Sheikh, unaitwa nani? Muhammad Athmani, jina la Mtume Muhammad hiyo. Kauliza swali la maana sana. Anasema Sheikh, kuvuta sigara sio vizuri, si vibaya? Ndio kweli, kuvuta sigara vibaya, haifai, ni haramu sigara. Kama yuko mvutaji bwana, niwe radhi tu bwana, unajua dini hii inauma, tunafanyaje? Au sio? Kwa sababu mtu leo kukwambia sigara makruhu bwana, basi ukivuta bakisha nusu, mpelekee na mwanao nyumbani mdogo mdogo miaka 10 na amalizie. Mbona unamzuia mtoto asivute? Ina maana unajua ile haifai, ndio maana unaona mtoto asivute. Anasema sasa mimi na moto wangu, na moto kanifuata mtu anavuta sigara bwana, samani Ndio nimekuelewa. Mtoa moto anayetoa moto kumpa mvuta sigara anapata dhambi. Jawabu, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Suratul Maida aya ya 2. Saidianeni katika mema na ucha Mungu, msisaidiane katika maovu na madhambi. Unapata dhambi ukitoa moto kwa mvuta sigara. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Waislamu, kabla ya adhana ratiba yetu imeishia hapa inshallah, lakini tamkaribisha mzee wetu mzee Likota kwa niaba ya Waislamu wa Muhoro au wazee wa Muhoro ili aje kutoa shukrani kwa ufupi kwa ajili ya ugeni wetu inshallah. Karibu Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wa Muhoro, kwanza tuwe watulivu, na kwa muda mchache ametueleza shekhe, naona tuzingatie ndio kitu bora kuliko kuchukua. Shekhe alisema, aliwaidhi sana, alikuja Sheikh Kishki hapa ajaja, kumbe ndio yure. Kinachotuhitaji sisi tuyashike yale aliyeyasema, tusichanguane, tuwe wamoja kama alivyoagiza. Tusiwe huyu zehebu kaza, huyu zehebu kaza, tunatukanana, si kitu kizuri ambacho ndicho kilichokemewa. Waislamu wao kushikana, lakini sio maana hiyo. Maana kuu, kwanza nawashukuru ugeni huu wa Sheikh Kishki kuja hapa, kuja kututembelea Muhoro. Sisi wa Muhoro tunakupa, tumefurahi sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin kwa rehema yake mwenyewe na uwezo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyejaliwa na Mwenyezi Mungu kutujia mgeni kama wewe, kutuweka sawa sawa kwenye dini na kutuhubiria dini ya Kiislamu. Tunatoa shukurani tena, ufike salama safari yako na utujie tena ugeni, ukusanye nguvu zote ili huje, kwa sababu kufika kwa mgeni tunapata mengi na tunapata nguvu nyingi. Naamini kwa leo akina mama na akina baba tutajaa msikitini kwa nguvu zake mwenye Allah. Kwa hiyo mimi nimekuja kwa kuwakilisha tu wazee wa Muhoro. Wapo wazee kuliko mimi lakini wamenichagua. Natoa shukurani nao vile vile wawe na moyo kama huo. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunawaombeeni dua twende salama tuliyekuja na tuondoke salama waliyekuja kututembelea inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na mpenzi mtazamaji, hivi sasa unaona jasho linatutoka.
ndio tunatoka juu huko Mohoro na tunarudi na njia ile ile tuliyopitia, njia ya daraja la mbao, kama unavyoona daraja la mbao, na kila mtu anapita. Hata nyuma ya kameramani yuko bibi pale, naye anapita katika daraja hili, anaonekana kabisa na kidumu chake. Lakini pembeni yangu hapa ninaye Sheikh Nuruddin Kishki ambaye leo alikuwa na hutuba katika moja katika misikiti hapa Mohoro, na pia muhadhara baada ya hutuba. Hivi sasa Sheikh Kishki anayekutazama, ambaye anaona huko katikati ya daraja na pembeni ni maji, haijalishi labda hapa kuna mamba au hakuna mamba, unaweza kuzungumzia vipi hali hii? Maana yani tumezoea au watu wengi wamezoea kuona madaraja unayovuka ni kwa magari tu, lakini leo unavuka kwa mguu. Vipi Sheikh Kishki? Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu yangu mtangazaji, naona anataka kunitia hofu kidogo, kwa sababu kidogo daraja linatisha, ya mbao tupu, na hata ukikanyaga wakati wa kutembea inatikisika, na wenyewe wanasema haya maji sio maji matamu, ni maji ya chumvi, na kwa namna ilivyo ziwa ilivyokuwa ni kubwa, unahisi kabisa kwamba kuna baadhi ya wanyama sidhani kama watakosekana hapa, kama vile mamba na wengine. Binafsi ni mara ya kwanza leo nafika katika eneo hili la Mohoro. Nilikuwa nikipita juu kwa juu, na mji huu ndugu yangu Masawe, nafikiri na wewe utakubaliana nami, unanikumbusha kabisa ule mji wa Lamu. Lamu kishavuka tu yale maji yao, basi gari mnaachana nayo, kinachofuata hapa ni suala zima la kutembea kwa miguu. Huko tulikotoka hakuna gari, na ndio maana Masawe, kwa sababu mwili mashallah ni mkubwa, anatoka na jasho sana kuliko mimi. Alhamdulillah kwamba tunavuka salama. Mwenyezi Mungu ajalie daraja hii iwe salama kwa wakazi wote, na nimefarajika kuona mafundi wanaendelea kufanya kazi yao, kiwa wanajenga daraja la kudumu la zege kabisa. Inshallah tunamwomba Allah iwafikishe serikali yetu iweze kumaliza, ili Waislamu na wakazi wote na Watanzania wakazi wa eneo hili la Mohoro waweze kupita salama inshallah. Naam, ni maneno ya Sheikh Kishki hayo, kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie daraja ile inayojengwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imalizike kwa salama. Lakini hivi sasa tuko katika daraja ambao na tunarejea jijini Dar es Salaam, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu mpaka Dar es Salaam. Unaenda wapi? Nimekwenda kwa watoto wangu. Ndio. Ngauze na haya jamani. Jamani, ninaondoka walimu. Unaondoka leo, unaenda wapi? Dar es Salaam. Dar es Salaam. Kwanza mja furahi mara mnaondoka, kweli hivyo? Ndio, sasa wewe umetukimbia. Asikukimbieni. Unanikimbia mimi. Hatujakuona. Maana tukichewa hizi tutampa huyu. Leo tumekuja kukutana. Utapita hapa. Ngoja. Hiyo mahari kabisa nikupe? Mali nipe ile mali. Mali yako shilingi ngapi ndaka? 1000. Mimi nakupa zaidi ya 1000. Haya. Sasa kwani ukatai usema kama Maria kama? Sikatai. Sasa kweli mimi naye tunaendana, mbona wewe mdogo mimi mkubwa? Na mimi mdogo, mambo kashinda mambo. Kwani nani mkubwa mimi na wewe? Wewe mkubwa mimi. Mkubwa wewe? Wewe una miaka mingapi? 4000 hii. 4000. Wewe una miaka mingapi? Huyu hata Nyerere mdogo. Nyerere hapa. Mimi Nyerere. Wewe mkubwa? Mimi Nyerere. Wewe ndo Nyerere mwenyewe? Umefufuka? Fufuka. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.